Ni mambo vipi? Habari salama, tumeamka salama, tumefanikiwa kufuzu. Tuna furaha. Ni furaha kwa wekundu wa Msimbazi? Ni furaha kwa sababu tumefanikiwa kufuzu salama. Ukiangalia matatizo kidogo yaliyokuwa yamejitokeza hapa katikati, kuweza kuondokewa na kocha na kipindi kifupi tulichokuwa nacho cha kuweza kuja kuipeleka timu hatua inayofuata. Kwa ni furaha, ni furaha, ni kwa Simba ni furaha. Kwa namna Simba ambavyo imevuka, wewe umeona nini? Huenda cha kurekebisha ama cha kukiongezea? Kwanza kitu kikubwa ni kuweza kumpata kocha mkuu ambaye ataweza kuirudisha Simba katika elizimu yake ya uchezaji. Ukiangalia mechi ya kwanza ambayo tulikwenda kucheza na Fadru, tulicheza vizuri, angalau kidogo tulicheza vizuri. Hii mechi ya pili hatukuweza kucheza vizuri sana kwa kuwa hatukuweza kuwa na kocha mkuu. Kama nilivyoongea hapo awali nyuma, ndani ya siku kama 5 mpaka 6 tuna mechi 2. Katika mechi 2 unakuwa na makocha wawili. Sasa hao makocha wawili, kila kocha anakuja na mfumo wake. Ukiangalia mechi ya Juma ngapi ile ya Alhamisi, kulikuwa na mfumo mwingine. Mechi ya jana pia tulikuwa na mfumo mwingine. Kwa ile iliweza kuwachanganya kidogo wachezaji. Namna gani aweze kucheza vizuri na kuweza kupata matokeo mazuri. Lakini tunashukuru uwezo wao na juhudi zao binafsi zimeweza kutusaidia kupambana na kuweza kuvuka hatua inayofuata. Kwa kitu cha muhimu kwa klabu na viongozi, hapa saizi tuna wiki kama 2 na siku 3 kabla ya mchezo unaofuata wa ligi ya mabingwa, kwa sababu nadhani kesho kutwa tuna mechi ya ligi. Kwa hapa Tanzania hatuna shida sana kwa sababu hizi timu za hapa ni za kawaida. Mechi ngumu, mechi ya tarehe 17, mechi ya kimataifa. Maana tukitoka hapa kuna timu za taifa kisha mechi ya kimataifa. Kwa hiyo naomba viongozi ndani ya hii wiki kabla haijaisha tuwe tumepata kocha ambaye ataweza kukaa na timu ndani ya wiki 2 kuweza kuifanyia marekebisho makubwa ianze kuendelea na kufanya vizuri kimataifa. Ukiwa na maana mwalimu Moroko hatoshi kuvaa viatu vya makocha waliopita hata ikitokea kapewa nafasi? Kwa mimi, kwa Tanzania hii, kocha ambaye anaweza akaiweka Simba katika nafasi nzuri ni kocha mmoja kutoka JKT, Ahmad Ali. Ahmad Ali ana mfumo mzuri ambao unaeleweka na timu yake inacheza katika rhythm nzuri. Kwa Moroko kwangu mimi hapana, hatoshi kwa Simba. Japokuwa pia Moroko aliletwa Simba kwa kukopwa. Sio ni kocha ambaye alikuwa ni kocha wa kudumu, kwa sababu yeye ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Aliletwa Simba kwa muda na aliletwa kwa malengo ya mechi moja ambayo ilikuwa ni mechi hii ya jana. Ndio. Watu wengi wanamlaumu Jean Charles Ahoua kwa kile ambacho kilitokea. Lakini wewe wenda ukatuambia Simba katika dakika zote 90 ni wapi ambako ilikuwa inalega? Kwa jana, yani kwa ujumla kitimu haikuweza kuwa vizuri, haikucheza vizuri. Japokuwa tulipata nafasi za wazi karibia 3-4. Nafasi 2 za Ahoua, nafasi 1 ya Kibu. Hatukuweza kuzitumia vizuri. Ukiangalia kama Ahoua alibaki peke yake na goli, ilikuwa ni kulenga tu goli lakini akakosa. Kuna nafasi nyingine pia Ahoua, Mkwala kwa jana katika mechi ambazo Mkwala jana kacheza vizuri, ameingia kacheza vizuri, ni pamoja na jana. Kaingia hakuwa na ile tamaa sana kutaka yeye kuweza kufunga. Kaingia kwenye boksi, kaona hapa engo yangu mimi siwezi kufanya vizuri. Kamwekea Ahoua, lakini Ahoua hakuweza kufanya vizuri. Jana ni timu nzima haikuweza kucheza kitimu. Na nadhani malengo makubwa ilikuwa ni kuweza kuzuia wale jamaa wasiweze kupata goli. Na hilo mimi naweza nikaungana nao kwa sababu cha muhimu ilikuwa ni kwanza tuweze kufuzu. Ukiangalia hatakuwa na kocha ambaye kwa sababu unapokuwa unacheza ukiwa na kocha kabisa anaangalia hapa timu yangu saizi inaelemewa, inatakiwa nibadilishe mbinu, nitumie mbinu hizi. Sasa jana hatakuwa na kocha namna hiyo. Jana tulikuwa tunafanyiwa hamasa, wachezaji waweze kufanya hamasa, wacheze vizuri na tuweze kuvuka, na jambo ambalo liliweza kufanikiwa. Unaungana na Ahmed Moroko kwamba timu yake haina utimamu? Kidogo timu ina utimamu, ingawaje sio utimamu wa 100%. Tunahitaji pia kumuongeza kocha wa viungo. Unajua kocha kaondoka, lakini pia nadhani mbinu aliyokuja nayo Ahmed Moroko ni tofauti na ile aliyokuwa akiitumia Fadru. Kwa wachezaji kuweza kumaster mbinu ya Moroko ndani ya siku 5 ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo lazima aseme kwamba timu haina utimamu kwa sababu ya hiyo. Hicho mimi ndo ninachokiona.
Ulikuwa umetaja hapo kwamba kuna kocha ambaye yuko kwenye benchi kwenye michuano ya kimataifa na kuna kocha ambaye yupo katika ligi ya ndani ndio anasimama kwenye benchi, na ukasema hii ndio changamoto. Hii changamoto ni ipi hasa? Wenda ukawaambia wana michezo nao wakabaini vizuri kwamba hiki ndio kinafanya wenda tunakwama pia. Changamoto kubwa kwa sababu kocha anayekuwepo katika ligi ya ndani anakuja na mfumo wake na tactics zake. Yeye pia anakuwa na mbinu zake ambazo ni tofauti na huyu kocha anayekuwa kimataifa. Hata ukiangalia vizuri ile mechi ya jana na mechi ya Jumanne ilikuwa ni tofauti. Jana asilimia kubwa tumecheza 4-4-2. Ile mechi iliyopita tulicheza 4-2-3-1. Kwa unaona hapo tofauti. Lakini pia mbinu za makocha. Kila kocha anakuja na mbinu yake. Kwa ile inawachanganya wachezaji. Ndio maana nilishauri kwa klabu ingeweza kuwa na kocha mmoja ambaye anasimama katika mechi zote. Wachezaji wanakuwa wanatumia mbinu za kocha mmoja, wanajua kuwa caretaker. Licha ya kuwa caretaker, lakini unakuwa na kocha mmoja ambaye wachezaji wanaweza kutumia mbinu zake na anaweza kuisogeza timu mbele. Lakini unapokuwa na makocha wawili mechi tofauti, hiyo inakuwa na wachanganya wachezaji. Hawajui wafuate mbinu ya yupi, waache mbinu ya yupi. Kwa kwanza ile ndio inawapelekea wachezaji sasa waanze kucheza kwa wao jinsi wanavyotaka wao. Hiyo ndio inapelekea wachezaji kucheza wanavyotaka jinsi wanavyotaka wao. Kukosekana kwa mashabiki kwenye mchezo wa jana, kuna kitu ambacho umepunguza kwa wekundu wa Msimbazi kuiona ile ambayo tulikuwa tunaiona hapo awali? Inapunguza, unajua inapunguza ile morale ya wachezaji. Unajua wachezaji wanapopata zile sauti za mashabiki, wanapowapigia ile kelele na kuwakumbusha kwamba bwana hapa mmezembea, ongezeni juhudi, inawasaidia wachezaji kuweza kuongeza motisha na kucheza vizuri. Lakini mashabiki wanapokosekana inakuwa ni changamoto. Lakini ukiangalia msimu uliopita tulipokuwa chini ya Fadlu, tulicheza hapa mechi bila mashabiki na tulifanikiwa kushinda. Na hata sio hapa tu, hata tulipokuwa tukitoka nje tuliweza kucheza, kuna baadhi ya mechi ambazo tulicheza bila mashabiki na tulifanikiwa kufanya vizuri. Lakini mashabiki wanasema ni mchezaji wa 12, anaisupport timu yake iweze kufanya vizuri. Kwa kukosa ile mashabiki nao ilikuwa ni changamoto mojawapo. Kwa sababu kulikuwa hakuna mtu anayeweza kuwakumbusha wachezaji zile kelele za kuweza kuwakumbusha wachezaji waweze kucheza wakijua kuwa wanaipambania klabu ya Simba. Hemed Morocco anatajwa kuwa mzito kufanya sabu. Wanasema ni sawasawa tu na Fadlu Rahmani Davis kwenye upande wa kufanya substitution licha ya kuwa timu imeelemewa. Ni kweli, jana ulikuwa unaona kabisa timu imeelemewa. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanahitajika kuingia kwenda kufanya mabadiliko, lakini yeye alikuwa amestiki na anachokiamini kwamba hawa nimewaamini wataniinua. Lakini kuna muda unaona kabisa tumeelemewa, kiungo chetu kimeelemewa, mipira mbele haifiki. Kule mbele sio yupo amekaa tu afanye kazi kubwa kwa sababu apelekewi mipira. Ni muingize nani ambaye atakuja kubadilisha hii hali? Lakini unakuta bado amechukua muda mrefu. Na hii pia hakuwa na msaidizi wa kuweza kumshauri kwamba bwana hapa sasa tumeelemewa namna hii, tuweze kumbadilisha fulani, tumtoe fulani, tumuingize fulani ili timu iweze kusonga mbele na tuweze kupata matokeo. Hilo halikuwezekana. Alikuwa ni hata ukiangalia pia timu ya taifa huwa inatokea jambo hilo. Kuna muda unaona kabisa hapa kuna changamoto ya mchezaji fulani, inatakiwa tumtoe tumuingize fulani, lakini anachelewa mpaka pale anapoona kabisa sasa hapa hali imekuwa ngumu ndo anakuja kufanya sabu. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni changamoto kubwa. Watani wanajisifu kwamba wanabadilisha makocha lakini bado timu inapata matokeo mazuri. Ila kwenu nyie imekuwa changamoto na mzigo mnatupa kwa kubadilisha kocha kwa msimu huu. Kwa msimu huu ni kweli tumebadilisha kocha. Wenyewe lazima wajisifu kwamba wanabadilisha makocha na wanapata matokeo. Ukiangalia timu ambao walikuwa nayo, walikuwa na timu nzuri. Kwa hiyo timu imeendelea kuwa vile vile. Japokuwa safari hiyo wamebadilisha kocha lakini bado hawamuelewi. Mpaka viongozi wao wakiulizwa kuhusu kocha wanakuambia kila mtu afuate majukumu yake. Maana yake wao wenyewe pia safari hawamwamini kocha wao. Japokuwa wanashinda lakini hawaoni mpira ukiwa unachezwa, hawaoni mpira ukiwa walivyozoea kucheza kipindi cha Gamondi, kipindi cha yule kocha Mildamdi, hawaoni yule sijui Busachia twende kwao, hawaoni hicho kitu. Na mimi nakuahidi Yanga wakifanikiwa kufuzu kwenda makundi, kocha akiwa huyu, kuna makubwa yatatokea ndani ya Yanga. Kuna makubwa? Yatatokea ndani ya Yanga. Makubwa nakwambia, kwa sababu
katika zile pots zinakuwa pots 4 kwa 100%. Pots ya kwanza itakuwa na Al Ahly, Esperance, Mamelodi na Berkane. Pots ya pili itakuwa na Al Hilal, Simba, Pyramid na timu moja hapo nimeisahau timu gani. Kwa hivyo vyote Yanga atangukia pots namba 3. Kwa hiyo lazima atakutana na hizi timu kubwa. Sasa hapo ndo watakuja sasa kwanza kuimba nyimbo zote. Kwa hiyo kocha hatufai. Sasa hizi wanashinda lakini bado wanasema kocha hatufai. Wakifika hapo wanapigwa goli 5, goli 6, ndipo watakapoanza sasa kuelewa kwa nini mashabiki wanasema kocha hafai, na wao viongozi wanasema kila mtu afanye wajibu wao. Na ukiangalia pia mashabiki wao mpaka sasa hawaendi uwanjani. Wanashindwa kwenda, kama mechi ya juzi mashabiki wameshindwa kwenda uwanjani. Mpaka wakafungua uwanja watu waingie bure. Ndo kidogo wakaingia kidogo ambao hawakuzidi hata watu 1000. Kwa sababu tiketi walikata watu 100, watu ngapi? Watu 100, kama 100 tu ambao walikuwa wana tiketi halali. Wale wengine ambao walikuwa wanaona waliingia free pass, lakini bado uwanja hata robo tu ya uwanja hawakuweza kufikisha. Bado kuna changamoto kwa Young Africans kwenye masuala ya kusupport, hasa kwenye kujaza uwanja. Yanga kusapoti hilo jambo halipo. Na leo hii ukimuuliza shabiki wa Yanga unakubaliana na kafu kutoa tuzo kwa Simba kuwa na mashabiki bora, lazima atakwambia ndio unakubaliana nalo, kwa sababu Simba uhamasishe usihamasishe lazima waende wakajaze uwanja. Wewe rudi nyuma tu, hata mechi ya Ngao ya Jamii robo 3 ya uwanja walikuwa ni mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga walikuwa ni sehemu ndogo. Yanga hawawezi kusupport timu yao. Leo hii atoke angalia upande wa jezi, mdhamini wao anakwambia jezi zilizopita ni feki. Jezi hizo feki ambazo wakazitengeneza yeye mwenyewe, anakwambia jezi zao zimeisha, lakini jezi zao zipo madukani. Mashabiki wengi hawajazinunua kutokana na hazina ubora. Sema yeye angesema tu kama alivyonukuliwa yule msemaji wao akisema kuwa jezi za safari zimeongezwa ubora. Kwa kwanza wanakubali kuwa jezi zilizopita zilikuwa hazina ubora. Kwa hazijatoka sana madukani. Kwa waje wakiwa wanazipromote hizi jezi mpya zimeongezewa ubora. Lakini pia nawaambia mashabiki wa Yanga walikuwa wakituongelea sana pale walipokuwa Diadora hapa kwamba Diadora ana mkataba gani na Simba, wanamuita dalali. Sasa na sisi tunawauliza wao, hapa kuna Nia kaingia mkataba na nani? Hili ni swali kwa Young Africa. Swali kwa Young Africa. Nia kaingia mkataba na nani? Na wameanza lini? Wewe timu moja ndani ya msimu inatoa jezi 2. Ambapo hata miezi 2 haijaisha inatoa jezi 2. Wadhamini 2 tofauti. Unaieleweje? Kwanza msimu umeanza. Kisa anakuambia hizi fake. Yeye mwenyewe ndo katoa. Lakini kitu kingine watu wa Yanga wanatakiwa wajiulize, zile jezi zilizotoa tunatangaziwa kuwa zimetoka jezi kopi 150,000. Hivi una hakika kabisa kwamba Yanga walitoa kopi 150,000? Kwa mashabiki wote wa Yanga, na ndo wanatuambia wao ndo wenye mashabiki wengi ambao wana mashabiki karibia 91,000. Simba wametoa kopi 1,000,000 zimeisha. Yanga 150,000 lakini bado zipo madukani. Kuna ukweli hapo? Mpaka zinakuja zinatolewa hizi jezi nyingine. Kwa ni Yanga ni watu ambao hawasapoti vitu vyao, na ili wasemaji wao wanatakiwa walihimize sana, wamwige tu Ahmed Ally, waendelee kuhamasisha washabiki waingie uwanjani, mashabiki wanunue brand za timu yao. Wewe kwa kumuona ni changamoto kwa Yanga? Changamoto kubwa kwa Yanga. Hiyo ni changamoto kubwa. Na nakwambia hapa saizi wanafanya vizuri. Unaona ndo maana kidogo wanakuja. Hasa ikitokea wakapigwa tu mechi 2. Yaani pale Taifa hata mshabiki mmoja utamuona. Hata hao wanaojiita ma-influencer hao, wote utawaona. Wote watakuwa nakimbilia vibanda umiza. Siwasi sana na Young Africans. Hawawezi. Kwanza hawezi kuhimili. Hebu imagine Simba tumekaa miaka 4. Hatujachukua kombe lolote. Lakini tunasupport timu yetu. Tunanunua jezi, tunakwenda uwanjani. Lakini niambia wao wamechukua kombe miaka 4. Kuna watu wanaokwenda pale mpaka zipigwe kelele, lakini bado wakienda na mlango inafunguliwa ili kuongeza wingi wa watu.
Hiyo inakuwa bado hujasupport club. Bado hawasupport club. Upande wa mapato. Bado, na hiyo naweza nikakwambia kile walichokianzisha Yanga cha kupeleka mashabiki bure ndani ya uwanja ndicho kinachowaasili mpaka saa hizi, kwa sababu tayari waishazoea ile hali ya kwenda bure ndani ya uwanja. Kwa hiyo ile hali imeshaingia kichwani. Mechi hii bure. Ndio nao wasili mpaka saa hizi. Inatakiwa iwe vyovyote vile. Waache masuala ya bure. Sijui mara GSM kanunua tiketi 100, sijui mara CRDB kanunua tiketi 100. Waachane na hilo swala. Watu wanunue tiketi kwa pesa zao wao wenyewe. Waende wakaisupport timu yao. Naweza nikakwambia Simba tulipigwa faini. Ni mashabiki tulichangia, na sasa hizi tumepigwa tena faini. Mashabiki ndio tunaochangia, lakini tokee klabu ya Yanga imepigwa faini. Alafu waseme mashabiki wachangie, uone kama watachangia hapa. Hawezi kuchangia kwa sababu mambo haya hawajazoea. Wao wamezoea free pass. Asante sana. Asante sana.